Pita tulimkabidhi Ino Loemba gari yake, naye anakuja kuichukua hilo. Kwa jumla hapa tunayo magari matano aina ya Toyota Crown mapya kweli kweli, tunawakabidhi wachezaji wetu. Na hii sio zawadi wala sio chochote. Hii ni sehemu ya mikataba ya wachezaji wetu hasa wa kigeni. Wachezaji wa kigeni kwenye mikataba yao iko sehemu ambayo tunatakiwa kuwapa usafiri kwa maana ya gari pamoja na nyumba. Tayari kila moja ana nyumba yake hapa maeneo ya Sea Breeze, wanapata upepo wa bahari, wanakula maisha mazuri, hawakai Mbagala, sio kama nakusema vibaya Tima, lakini ndio uhalisia huo. Wanakaa Bahari Beach, wanakaa zao Mbezi Beach, wanakaa Sea Breeze, wanakula hewa safi, na kilichokuwa kimebaki ni kuwakabidhi magari yao hii leo, ikiwa ni sehemu ya mikataba yao. Unaweza ukauliza, mbona wanakabidhiwa wachezaji wa kigeni pekee wakati dirisha dogo waliingia wachezaji wengine kama Kibabage, mtu kama Baraka Mwangosi, wao mustakabali wao wa magari ukoje? Wachezaji wazawa wenyewe kwenye mikataba yao huwa wanasaini kupewa fedha ya kwenda kununua gari. Wachezaji wa kigeni, kwa sababu ni ngumu kufika hapa tena aanze kutafuta showroom, aanze kutafuta dalali Doto Magari yuko wapi, na kuwa changamoto. Kwa hiyo club inanunua magari kisha inawapa wachezaji, na magari hayo yanakuwa ni mali ya klabu. Akiondoka yanabaki magari hayo, wanakuja kukabidhiwa watu wengine. Na hili sio jambo jipya, ni jambo endelevu ambalo limeanza miaka na mikaka ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Na kwa nini tumeamua kuwapa magari mapya? Ni kwa ajili ya kuongeza thamani ndani ya klabu yetu na kuongeza thamani ya wachezaji wenyewe. Wachezaji wote hawa unaona wameingia dirisha dogo, wamechukua nafasi ya wachezaji wengine. Kwa mfano ameondoka Steven Dese Mukwala ambaye alikuwa na gari ameliacha, lakini klabu tukasema gari lile badala ya kumpa mchezaji mwingine Ino Loemba, wacha tukampe gari jipya kabisa, lile ambalo ameacha Dese Mukwala litafanyiwa utaratibu mwingine, litaendelea kuwa mali ya klabu. Ameondoka mchezaji Inspector Karabwa Shamo, ameacha chombo ya maana kweli kweli. Tukasema badala ya kumpa Aniset Oura gari hii, wacha tununue gari jingine jipya tumkabidhi Aniset Oura. Ameondoka Budo Joshua Mutale, tukasema badala ya kuchukua lile gari ambalo ameacha Budo na kumkabidhi Kasari, acha tukanunue gari jipya tumkabidhi Kasari. Hiyo ni kwenye kuongeza thamani ya wachezaji wetu, lakini kama haitoshi, tunafanya hivi kwa ushirikiano wa karibu kabisa na J-Root ambaye amenunua magari matano aina ya Toyota Crown new model na kuwakabidhi wachezaji wetu. Kwa yale ambayo yalikuwepo yatafanyiwa utaratibu mwingine wa klabu, na hawa wamenunuliwa haya magari mapya, wanakabidhiwa hii leo. Watatumia kwa kipindi chote ambacho watakuwa hapa Dar es Salaam wakiwa ni wachezaji wa Simba, na wakiondoka wanatuachia magari yetu, tunapanga mengine ya kuyafanyia. Jambo la msingi ni kwamba tunamshukuru na tunampongeza J-Root kwa kufanya kazi kwa vitendo. Alituahidi hili atalifanya, na amelifanya kwa kishindo cha hali ya juu. Watu waliwahi kuona mzabuni anakabidhi magari matano kwa mpigo? Kwa mara ya kwanza J-Root amefanya hivyo, amekabidhi magari matano kwa mpigo kwa ajili ya wachezaji wa Simba. Na kila siku huwa ninawaambia wachezaji wa Simba ni wachezaji wa nyota tano, ni wachezaji wenye hadhi kubwa, ni masuperstar, ni wachezaji wazito, ni wachezaji wa daraja la juu, wanachezea klabu kubwa, na kwa mantiki hiyo wanastahili vitu vikubwa, wanastahili vitu vizuri. Na ndio maana hii leo tukasema badala ya kuwapa magari yale ambayo yalikuwa yakitumika na wenzao, acha tuwape magari mapya, ili hata wao
wajue ya kwamba wapo kwenye klabu kubwa. Hata fikra zao zifikirie mambo makubwa, hata kucheza kwao wacheze kikubwa, hata mafanikio ambayo wanakusudia kuyapa Simba yawe ni mafanikio makubwa. Kwa hii ni sehemu ya mikataba yetu baina ya sisi na wachezaji wetu, lakini ni sehemu ya kuwapa ujumbe ya kwamba hii ni timu kubwa, tunawafanyia mambo makubwa ili na ninyi mtupatie mambo makubwa. Na mambo makubwa ambayo tunahitaji kutoka kwao ni magoli, ni makombe, ni mpira mzuri, kila kitu ambacho kinahusiana na mpira wa miguu. Kwa hiyo ieleweke wazi, sio zawadi. Msije mkasema tumempa Libase Geye gari kwa sababu alimtesa mtu siku ile pale uwanja wa Amani. No, haihusiani. Tunampa Libase Geye gari kwa sababu ni mchezaji wa Simba na ni mkataba wake unataka hivyo. Msije mkasema tunampa Kasari gari kwa sababu siku zile hakupigiwa shuti hata moja. Hapana, ni mambo ya kimkataba. Msije mkasema tunampa Traore gari kwa sababu alimdhibiti yule striker wao hakufurukuta. Tunampa kwa sababu za kimkataba. Ni vema ikaeleweka wazi namna hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru tena Djirut kwa kuzungumza na kutenda yale yote ambayo tumekubaliana. Na tuliwaambia wana Simba kwamba safari hii tumepata mzabuni ambaye anafanya na kutenda, anafanya na kutekeleza, anaahidi na kutimiza. Na hii ni moja kati ya ahadi zake ambazo amekuwa akiziweka kwenye kuboresha maslahi ya Simba, kwenye kuifanya Simba ihame kutoka hapa ilipo kwenda kwenye ubora zaidi. Na yote ambayo aliahidi Djirut yapo kwenye pipeline ya kuyatekeleza, ipo kwenye mpango wa kuyafanya. Ameahidi kutuletea basi la kisasa aina ya Iriza. Hapa ninapozungumza na wewe, chombo iko Kumaji, muda wowote inafika Dar es Salaam, na Simba inakuwa timu ya kwanza kutumia basi la kisasa la mwaka 2026. Simba Sports Club inafika hapa. Ameahidi mambo mengi ambayo yote atafanya kulingana na muda. Jambo la msingi, Djirut ana mkataba wa miaka 5 na Simba Sports Club, na haimaanishi ya kwamba yote ambayo ameahidi anatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi cha mwaka mmoja wa mkataba wake au miaka 2 ya mkataba wake. Yapo mengine ambayo ameahidi atatekeleza mwaka wa mwisho wa mkataba wake, wala hiyo haimbani, as long as yupo ndani ya mkataba wake. Wapo watu wamekuwa wakihoji vitu vingi, haiwezekani ndani ya miaka hiyo, ndani ya mwaka mmoja wa mkataba wako huo umeshatekeleza kila kitu. Hakunaga udhamini ama hakunaga uongozi wa namna hiyo. Jambo la msingi, tumpe muda, tuendelee kumuunga mkono ili ahadi alizotoa aende kuzitekeleza, kwa sababu ahadi alizotoa zina maslahi ya moja kwa moja na Simba Sports Club. Na sisi Simba ndiyo ambao tunapaswa kumlinda Djirut aweze kufanikisha malengo yake, na njia pekee ya sisi kumlinda Djirut ni sisi mashabiki wa Simba kununua jezi halali ya Simba Sports Club. Djirut hafanyi yote haya kutoka mfukoni. Ni tajiri ndiyo, ana hela nyingi, ana biashara nyingi, lakini kila biashara inatakiwa ijiendeleze yenyewe. Kwa hiyo biashara na Simba Sports Club itajiendesha kupitia biashara ya vifaa vya Simba Sports Club ambavyo ni jezi. Sasa basi, nani mwenye wajibu wa kununua jezi? Ni sisi mashabiki wa Simba. Cha kwanza ni kununua jezi, lakini cha pili muhimu zaidi ni kununua jezi original za klabu yetu ya Simba. Tukifanya hivyo, miaka 3 ni mingi kwa Djirut, atakuwa ameshakamilisha ahadi zote. Ahadi ya uwanja, ahadi ya ofisi ya kisasa, basi linakuja liko njiani, na mambo mengi yote ambayo ameahidi. Kama na sisi wana Simba tutakwenda kikamilifu ndani ya miaka hii 5 kununua kila kifaa cha Simba original, tutakuwa tumemsaidia pakubwa na atatimiza malengo yake. Na nichukue nafasi hii kutoa tangazo. Sasa hivi zimeanza kuuzwa jezi sokoni, ama zimeingia jezi sokoni, almaarufu jezi za pre-season. Ni watangazie wana Simba ya kwamba si Djirut,
si Simba Sports Club ambayo imechapisha jezi hizo kwa ajili ya kuuza. Jezi za pre-season zilitolewa maalum kwa ajili ya pre-season, wamevaa wachezaji kwa ajili ya pre-season na hazijatolewa kopi nyingine kwa ajili ya kuuzwa. Ukiiona jezi ya pre-season Tima Sikilo, ukiiona jezi ya pre-season sokoni mwana Simba, hiyo jezi ni fake. Jairut hajatoa kopi ya jezi za pre-season. Kwa hiyo ukiona jezi hiyo sokoni nyekundu, blue na nyeupe, ukiiona jezi hiyo sokoni, jua hiyo jezi ni feki. Na ukinunua jezi hiyo mwana Simba, maana yake wewe ndio mhujumu namba 1 wa klabu yetu, na wewe ndio mhujumu namba 1 ambaye unachelewesha maendeleo ya klabu yetu. Tunahitaji mambo mazuri ndani ya klabu yetu, na ili tuyapate mambo hayo lazima Jairut afanye biashara yake kwa 100% ili aweze kupata faida yake agawane na Simba Sports Club. Kwa hiyo mwana Simba, usikubali kuvaa jezi feki, na sio tu kuvaa. Kwenye magrupu nimeona picha hizo zikisambaa, sasa ziko madukani. Mwana Simba, usisambaze ujumbe wa namna hiyo, na kama unasambaza, sambaza kwa kuandika kwamba mwana Simba usinunue, hii ni jezi feki. Simba hatuuzi, hatujauza na hatutauza jezi yetu ya pre-season. Baada ya kusema hayo, najua hakuna maswali. Tima Sikilo. Maswali hapo. Kwanza kabisa umesema wachezaji wa kigeni wanaondoka, magari wanaacha, inakuwa mali ya klabu. So ningependa kujua hawa wachezaji wetu wa Kitanzania ambao, mchezaji wa Kitanzania ambaye yeye anapewa fedha taslim ya kununua gari, hiyo gari inakuwa ni ya kwake. Sababu gani imekuwa hivyo? Sababu gani hawa wanarudisha na hawa wanamiliki? Anapewa kwenye sehemu ya mkataba wake bana. Katika mkataba wako, kwa mfano Kibu Dennis alivyosajiliwa Simba, yeye alitaka BMW X3. Najua hiyo gari wewe. Akapewa BMW X3, alipewa hela cash, akaenda kununua BMW X3 ambayo iliingizwa kwenye sehemu ya mkataba wake. Hivi sasa ameenda zake huko Libya, ile gari ni mali yake. Hayo ndiyo makubaliano baina ya sisi na wachezaji wetu. Hapana, sisi tumeridhika. Hapo wapinzani wenu wanalalamika adhabu ambayo amepewa Suleiman Mwalimu, kwamba amefungua michezo michache kulingana na adhabu ambazo walipewa wachezaji. Sasa tumalize kwanza la gari hili, alafu yatakuja mambo mengine, sababu wao wanatakiwa wai camp sasa hivi, au sio bana?